wananchi wao naonaje? Yanga ana game mbili ngumu. Yes, kwenye mechi zake naye ni mechi 7 kwenye ukiondoa mechi ya dabi nayo baisha mechi 7 si? Ndio. Ana mechi dhidi ya Azam FC. Ni tough game. Ana mechi dhidi ya Tabora nao pia ni mechi ngumu. Unajua kinachofanya mechi ya Tabora dhidi ya Yanga iwe ngumu ni kwa sababu ya ile psychological advantage kwa upande wa Tabora United. Tabora alipata alama 3 mbele ya Yanga kwenye uwanja wa KMC, kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi pale. Manake hiyo inawafanya wao kuwa comfortable zaidi kuelekea kwenye mechi ya pili. Na ndio mechi iliyowafanya Yanga wakaondoka uwanja ule. Wa Azam Complex. Na kwa bahati nzuri mechi inachezwa Tabora akiwa amesharudishwa nyumbani kwa sababu uwanja umefunguliwa. Maka atakuwa ile kitango atakuwa kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi pale. Mashabiki naamini watakuwa ni wengi sana. Lakini pia Tabora mechi ya kwanza timu zitakaporejea sasa. Yaani baada ya international break itakuwa mechi ya kwanza. Labda Ansel asirudi kwa sababu nimeona hayupo kwenye kikosi cha Tabora. Nini tena kimetokea? Hayupo kwenye kikosi cha Tabora. Unless kama atawahi kurudi aikute mechi. Sijui nini kimetokea lakini hayupo kwenye kikosi cha Tabora. Hayupo kwenye kikosi cha Tabora. Na mahesabu ni kupambana hawahi kurudi aikute mechi dhidi ya Yaani hayupo kwa sababu gani unachotaka? Yaani sababu haieleweki ni nini, lakini hayupo kwenye kikosi cha Tabora. Ila viongozi wanapambana ni kumfanya Anset arudi aikute mechi ya Yanga imkute yuko kwenye kikosi. Sasa inawezekana kuna changamoto za ndani ambazo hazijawekwa wazi lakini hayupo kwenye kikosi cha Tabora. Kwa hiyo kama atafanikiwa kurudi na kuiwahi mechi ya dabi, pengine kuna not mechi ya dabi, kukuta mechi yao dhidi ya Yanga pengine zaweza kuona mabadiliko kwenye kikosi hadhi ya dabi. Lakini kama itatokea atakuwa hayupo kwenye mchezo kama ambavyo sasa hivi hayupo na timu, maana yake tunaweza tukaenda kushuhudia kitu kingine pia kwenye huo mchezo, kwa sababu unajua Tabora imepata matukio mazuri chini ya Anset alivyoingia kwenye timu imebadilika sana. Kwa sasa hivi hayupo ndani ya timu, sababu hazijulikani. Lakini unajua Tabora mara nyingi yale makocha yake jinsi ambavyo wanaondokaga, yani huelewi unashangaa tu kashaondoka, utasikia tu atangaza kocha mwingine, hivyo ndio maisha yao jinsi yalivyo. Lakini pia inawezekana kukawa kuna changes pia. Alafu niliona tayari miongoni mwa matetesi pia ambazo zinatajwa ni kwamba kiongozi wao pia yule alikuwa kiongozi wa zamani alifunguliwa. Niliona barua moja hivi ya TFF. Sina hakika sana kama ni rasmi kwa sababu nilitumiwa na mtu. Kiwa na nilipata hiyo taarifa pia kwamba ni miongoni mwa wale watu ambao wamefunguliwa ingawa. Kwa hiyo kama yupo ametakuwa karejea na akaendelea na majukumu yake kama kawaida. Hapo sasa ndo mechi itakuwa ngumu zaidi kwa sababu ni mtu fulani ni mtu wa mpira kwanza, anajua mpira wa Tanzania vizuri, lakini pia ni mtu ambaye ana uwezo wa kutengeneza morali kwenye timu. Yaani ni mtu ambaye mara zote ambazo amekuwa mstari wa mbele kuisimamia timu, ameifanya timu kuwa timu bora sana. Na huyu pia ndio alikuwa mwenyekiti wa FA ya pale Tabora. Kwa hiyo naamini kwamba kuna mabadiliko ambayo tunaweza tukayaona kwenye mchezo wa Tabora dhidi ya Yanga.